Kwaresma inatusaidia kutoka kwenye uasi na Mungu na wenzetu na kutupeleka kwenye urafiki wa kweli na Mungu na wenzetu. Ni Pasaka ya ndani, sio Pasaka ya nje. Pasaka ile ya tarehe 20 kila mtu anaweza kuisherekea, hata ambaye sio Mkristo, kwa sababu sehemu kubwa inahusu nini? Si ni kula tu na kuvaa, si ndio? Kwani hapa nyie wote nikiwaangalia 90% mnajua Pasaka mtavani. Ni waume zenu tu ndio hata hawaelewi kitakachotokea Pasaka, ila wote hapa mnajua Pasaka mtavani. Yawezekana hata mtindo wa kusuka tayari ushaufikiria, pengine hata una wigi jipya lipo tayari. Sio Pasaka hiyo hata yeyote tu anaweza akaingia. Nazungumzia Pasaka hii ya kiroho ambayo kwayo bila Kwaresma thabiti hauwezi ukaifikia. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu sikilizeni, kesho mtasikia tunalia Hosana, Hosana mwana wa Daudi. Naelewa maana ya Hosana nyie? Tumsifu Yesu Kristo. Hosana maana yake okoa sasa. Sasa lazima ujue unataka uokolewe kutoka katika nini. Inawezekana unashiriki Kwaresma, unaisubiri Pasaka, lakini bado hujaacha mambo yako ya ushirikina na matunguli. Unasubiri Pasaka ipi sasa wewe mwenzetu? Yawezekana uko Kwaresma, lakini mtindo wa maisha ni ule ule ambao ulikuwa unaishi kila siku.